Naam, karibu tuendelee na vidokezo kabla tuende katika shajara. Asilimia 57 ya Wakenya wanasema kuwa taifa linaelekea pabaya, huku asilimia 17 wakiridhishwa na mwelekeo wa taifa. Haya ni kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na kampuni ya utafiti ya Infotrack, wanaosema kuwa Wakenya wengi wanalalamikia gharama ya juu ya maisha na ukosefu wa ajira unaosababishwa na utawala mbaya. Marian Nyambura anaarifu. Utafiti wa hivi punde wa Infotrack uliotolewa hii leo unaonyesha kuwa asilimia 57 ya Wakenya wanaamini kuwa mwelekeo wa taifa sio wa kufaa. Asilimia 17 wakiridhishwa na jinsi taifa linaongozwa. Utafiti huu ulifanywa mwezi Agosti mwaka huu, ukihusisha Wakenya 2400 kote nchini. In September last year, it was at 50%. Of course, we can see there is a widespread, people are not really optimistic about the country. 57% opine that the country is headed in the wrong direction. Kwa mujibu wa utafiti huu, asilimia 66 ya Wakenya wanaamini kuwa gharama ya juu ya maisha imechangia pakubwa hali hii. Asilimia 30 ya Wakenya wakiamini kuwa ukosefu wa ajira ni miongoni mwa sababu zinazochangia, huku asilimia 15 ya Wakenya wakiamini kuwa hali hii inachangiwa na utawala mbaya. There is severity in terms of 70% believe that the current cost of living is quite high. If you meet 10 Kenyans, 7 of them will talk about high cost of living. That's how severe it is. Then of course, it's even higher if you compare it with last year. Gharama ya juu ya elimu imejitokeza kama sababu kuu katika uchaguzi wa mwaka 2025, ikizidi masuala ya afya. Marian Nyambura, runinga ya Citizen.